Nilimwelekeza pia mkuu wa wilaya kuundwa kwa tume maalum ama kamati maalum ili iweze kuchunguza kwa undani kuhusu malalamiko yanayostajwa na Bi Alice. Timu niliyoiunda imekwisha niletea ripoti hii. Ripoti hii, ndugu waandishi wa habari, niliipokea wiki 2 zilizopita. Ni ripoti ambayo nimekwisha ipeleka katika vyombo vyote na ripoti ambayo nimekwisha ipeleka katika mamlaka zangu ili tupate taarifa na common understanding. Ripoti hii ilikuwa na combination ya wanasheria, ilikuwa na combination ya jeshi la polisi, ilikuwa na combination ya wenzetu wa vyombo vingine vya dola, ilikuwa na combination ya wataalamu wa ardhi chini ya kamishna msaidizi wa ardhi Dar es Salaam ndugu Kiando ambaye ninaye hapa. Kwa hiyo ilikuwa na watu wengi wenye weledi mkubwa. Moja ilikuwa ni combination kutoka Wizara ya Ardhi, combination kutoka TAKUKURU, combination kutoka kwa wataalamu kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa, combination kutoka kwa wataalamu wa ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kinondoni na mkurugenzi wa Kinondoni, jeshi la polisi, ofisi ya usalama, ofisi ya uendeshaji mashtaka na kadhalika. Hizi zote zilikuwa ni ofisi ambazo zimesaidia kuweza kwenda kwenye uchunguzi mkubwa kuhusu mgogoro ambao Mama Bi Alice ameulalamikia kwa muda mrefu. Chombo hiki ambacho nilikiunda kimetoa majawabu mazuri sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, yaliyobainika, kamati imethibitisha kuwa nyumba iliyopo kwenye kiwanja namba 819 Msasani Beach imekuwa ikimilikiwa kihalali na Justice M. Lugaibula na kuwa nyumba hiyo ni mali ya ndoa, matrimonial property. Wanandoa wanapouza mali ya ndoa washirikishe wenza wao na wanasheria waone wenza wao wakisaini kwa macho yao, kwa sababu watu sasa hivi hawaaminiani. Asante sana. Barikiwa sana. Asante sana. Nawashukuru sana. Asante. Nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuitikia sisi Watanzania na kusikia vilio vyetu, lakini pia nipende kumshukuru mkuu wa mkoa kwa kuweza kufika mapema sana pale nyumbani na kutusikiliza. Namshukuru pia mkuu wa wilaya pamoja na vyombo vyote vya dola ambao walilisikia swala letu na wakatia nguvu kubwa sana kulifuatilia kwa kina. Nashukuru pia majirani, wananchi pamoja na vyombo vya habari kwa kile ambacho mlikifanya kwa siku ile ya tukio, kikasaidia zaidi viongozi wetu waweze kupata picha ya nini kinaendelea. Leo napenda kuishukuru sana serikali na vyombo vyote vya dola na kamati ambayo ilikaa usiku na mchana kuendelea kufanya uchunguzi kujua kipi ni kipi. Baada ya hayo nimeambatana na wanafamilia, watoto wengine wako shuleni, lakini niko na mtoto wetu mkubwa ambaye ndio nilikuwa naye siku ya tukio, niko na shemeji yangu mdogo wa marehemu mume wangu pamoja na dada yake mkubwa. Na watoto wawili, lakini wapo pia watoto wengine wawili. Na hao watoto wawili mmewaweka kwenye mirathi? Ndiyo. Kwa hiyo jumla watoto 4. Na wewe unakuwa ni msimamizi wa mirathi? Ndiyo. Sawa sawa. Kwa hiyo tusisitize kwamba nyinyi mlioko pendaneni, mmeachwa na baba, pendaneni, ni matokeo ya baba na hizi ni mali zinapita, mngeweza kuikosa lakini leo mmeipata, muitunze na nyinyi msiingie kwenye tamaa na kuanza kuona kwa sababu imerudi labda kwenye jina la mama, sasa wengine hawastahili au kwa wengine hawastahili. Ndugu, msifanye hivyo. Aliyewarejesha hati hiyo ni Mungu wa mbinguni ambaye ndiye mnapaswa kumshukuru nyakati zote. Lakini aliyejereshea pia hati hiyo ni Mheshimiwa Rais ambaye sisi ni matokeo yake. Mnapaswa kumshukuru na kumwombea heri ili yale yote anayoyawaza katika moyo wake yaweze kufanikiwa na yaweze kufikika.
na RPC atawajibika na masuala yote yanayohusiana na vitisho vya aina yoyote kwenye familia ya mama huyu. Na sisi tunakuthibitishia, mtu yoyote ukimwona anainua mdomo wake kukufanyia vitisho vya aina yoyote, tupigie simu hata kama ni saa 8 za usiku. Mtu huyo tutadili naye. Kwa hiyo wanajua, nimemwona mama huyu akiwa anahangaika kwa muda mrefu, na wamempa hasara pia kwenye ile nyumba. Na mimi na wenzangu tumetafakari, tukasema kwa heshima ile ile ambayo Mheshimiwa Rais wetu ametupa kuongoza watu katika mkoa wetu, kumheshimu Mungu wa mbinguni, kuheshimu wanyonge wa taifa letu, tumchangie mama huyu milioni 10 ili zikamsaidie kwa ajili ya kuendesha biashara zake. Na ukabidhi milioni hizi bwana. Asante sana. Mungu akubariki. Haya. Kazi njema. Katunze vizuri, kailee familia, na Mungu atakupa njia.